Hujambo mfuatiliaji wa Shehena Media, jina langu ni Halima Msumi. Siku za hivi karibuni dunia imeshuhudia tukio lililotikisa vyumba vya diplomasia ya kimataifa, ambapo balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Eravan ametoa onyo kali kwa dunia dhidi ya matamshi ya Rais wa Marekani Donald Trump, akisema amevunja misingi ya sheria za kimataifa na kutishia amani ya dunia. Kupitia barua rasmi iliyopelekwa kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na Rais wa Baraza la Usalama Michael Imran Kanu, Eravan aliandika kwa maneno mazito kwamba kauli za Trump zinafungua ukurasa hatari katika historia ya silaha za nyuklia. Eravan alielezea mshangao wa serikali yake baada ya Trump mnamo Oktoba 29, 2025 kutangaza kupitia mitandao ya kijamii kwamba ameagiza idara ya vita ya Marekani kuanza majaribio ya silaha za nyuklia kwa usawa na mataifa mengine yenye nguvu, ambapo siku mbili baadaye, akiwa kwenye kipindi cha CBS 60 Minutes, Trump alijigamba kuwa Marekani ina mabomu ya nyuklia ya kutosha kulipua dunia mara 150. Kwa mujibu wa Eravan, kauli hizo ni tishio la wazi la vita vya nyuklia na zinaonesha dhamira ya Marekani kurejelea majaribio ya silaha zilizopigwa marufuku kimataifa, na hapa namnukuu, "Ni sauti ya moto ikivuma kutoka kwa kiongozi wa taifa lenye mabomu ya nyuklia," aliandika Eravan. "Ni tishio, si hoja ya kisiasa." Irani imesema hatua ya Trump ni uvunjaji wa moja kwa moja wa mkataba wa kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia na mkataba wa kupiga marufuku majaribio ya silaha za nyuklia. Kwa mujibu wa Tehran, Marekani kama mdhamini wa NPT ina wajibu wa kulinda amani, lakini badala yake inavunja mikataba ambayo dunia inategemea kwa usalama wake. Akizungumza bila kupepesa, alisikika kipaza sauti akisema, "Marekani inafunika dunia kwa kivuli cha hofu badala ya nuru ya amani, kwani matamshi ya Trump yanadhoofisha juhudi za miongo kadhaa ya kudhibiti silaha na yanatishia kuanzisha upya mbio za nyuklia." Mwisho wa kunukuu. Katika barua hiyo, Eravan pia alishutumu kampeni ya uongo na upotoshaji ambayo Marekani inadai Iran inaendeleza mpango wa nyuklia wa kijeshi, ambapo alikumbusha kuwa mnamo Juni 24, 2025, Marekani ilishambulia vituo vya nyuklia vya Iran vilivyokuwa chini ya usimamizi wa IAEA, akikitaja kitendo hicho kama tukio la kigaidi la serikali na uvunjaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa. Na hapa namnukuu, "Wakati Irani inasimama kwa uwazi, Marekani inachagua kivuli cha uongo na ni hujuma ya kimkakati inayolenga kuhalalisha sera za kivita." Mwisho wa kunukuu. Eravan aliitaka ofisi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuchukua hatua haraka chini ya kifungu cha 99 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa ili suala hilo lijadiliwe kwa dharura ndani ya Baraza la Usalama, ambapo alionya kwamba dunia ipo katika kipindi hatari cha kihistoria ambapo neno moja linaweza kugeuka shambulio la nyuklia, huku akibainisha kuwa historia haitawasamehe wale watakaokaa kimya mbele ya tishio hilo, kwani ni wajibu wa Umoja wa Mataifa kulinda dunia kabla ya amani haijageuka majivu. Mtaalamu wa masuala ya kimataifa wa Urusi Profesa Viktor Leonov alisema kuwa matamshi ya Trump ni kivuli cha zama za vita vya baridi kilichofufuliwa, na hapa namnukuu, "Kauli kama hizi zinaharibu usawa wa nguvu za kijeshi duniani na zinaweza kuibua mashindano mapya ya silaha kati ya mataifa makubwa." Mwisho wa kumnukuu. Mchambuzi wa sera za kimataifa wa China Li Su alisema kuwa Marekani inaonekana kukimbilia vita vya maneno badala ya diplomasia, huku akibainisha kuwa kauli za Trump zinavuruga imani ya dunia kwa mikataba ya kimataifa, kwani wakati mataifa yanajadili upokonyaji wa silaha, Marekani inafufua roho za majaribio. Kutoka Umoja wa Ulaya, mkurugenzi wa kituo cha usalama cha Brussels Anna Deris alisema kuwa kauli za Trump zinarejesha hofu ya miaka 1960, ambapo amesema kuwa Ulaya inaogopa vita vipya vya nyuklia vitakavyoleta hofu ya kimataifa, kwani huo ni wakati wa diplomasia, si maonesho ya nguvu. Mchambuzi wa ndani ya Iran Dr. Mehran Hosrav alisema barua ya Eravan si tu tamko la kisiasa, bali ni sauti ya tahadhari kwa wanadamu wote, na hapa namnukuu, "Iran inasema ukweli ambao wengine wanaogopa kusema, kwamba dunia inacheza na moto na ikiwa dunia haitachukua hatua, historia itajiandikia kwa damu ya wanyonge." Mwisho wa kunukuu. Barua ya Eravan imezua mjadala mkubwa ndani ya Umoja wa Mataifa, kwani wachambuzi wanasema inaweza kuwa mwanzo wa mvutano mpya wa kimataifa unaohusisha maadili, mamlaka na hofu, huku sasa macho ya dunia yote yameelekezwa New York yakisubiri kama Umoja wa Mataifa utachukua hatua au utanyamaza, huku kivuli cha nyuklia kikitanda angani.